Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumamosi, juma la 16, kipindi cha kawaida cha mwaka wa kanisa, na ikiwa leo ni sikukuu ya Mtakatifu Yakobo Mtume. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ya 4, aya 7 hadi ya 15, na Injili kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo, sura ya 20, aya ya 20 hadi ya 28. Karibu tusikilize Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Mama yao wana wa Zebedayo alimwendea Yesu pamoja na wanawe, akamsujudia na kumwomba neno. Akamwambia, "Wataka nini?" Akamwambia, "Agiza kwamba hao wanangu wawili waketi, mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika ufalme wako." Yesu akajibu, "Hamjui mnaloliomba. Je, mwaweza kunywea kikombe nitakachonywea mimi?" Wakamwambia, "Twaweza." Akawaambia, "Hakika mtakinywea kikombe changu, lakini kuketi mkono wangu wa kuume na mkono wangu wa kushoto sina amri kuwapa, bali watapewa wale waliowekewa tayari na Baba yangu." Na wale 10 waliposikia, waliwakasirikia wale ndugu wawili. Lakini Yesu akawaita akasema, "Mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa watawala kwa nguvu, na wakubwa wao huwatumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu. Bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu, na awe mtumishi wenu. Na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu, na awe mtumwa wenu, kama vile Mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumikia na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi." Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Wapendwa katika Kristo, leo ningependa tutafakari juu ya uongozi na utumishi, na tuongozwe na hili swali linalosema, je, ingetokea kwamba mtu amekupa nafasi ya kuomba chochote unachotaka, ungeomba nini? Bila shaka majibu ya maswali haya kwa kila mmoja yangekuwa ni kadiri ya mahitaji yake kwa wakati wa sasa. Pengine wengine tungeomba pesa nyingi, wengine tungeomba umaarufu na mengine mengi. Lakini hayo yote ambayo tungeomba yanalenga katika kuwa juu ya wengine, yaani kuwa na nguvu kuliko watu wengine. Ndicho tunachosikia katika somo la Injili siku ya leo. Mitume wamepewa nafasi ya kuchagua, na wanachagua kweli, wakiwa katika fikra na mlengo wa kutumikiwa na sio kutumikia. Yesu anawapa changamoto waanze kufikiria upya, hasa kuhusu utumishi. Utumishi ni tendo la kujitoa kwa ajili ya wengine, si kufanya jambo kwa manufaa binafsi, bali kwa ajili ya wale ambao mtu au kiongozi amekabidhiwa kuwaongoza. Kiongozi ambaye ni mtumishi hatumii mabavu katika kuongoza, bali hutoa mwelekeo wa namna ya kufanya jambo fulani. Ni mfano bora wa kuigwa katika maneno yake na matendo yake. Lakini pia kiongozi ambaye ni mtumishi hatangulizi maslahi yake binafsi. Yupo kwa ajili ya maslahi ya jamii nzima, hata kama yeye hafurahishwi na mambo hayo. Ndiyo msingi wa mafundisho ya Yesu kwamba yeyote anayetaka kuwa mkubwa sharti ashuke kabisa na awe mtumishi wa wengine. Utumishi unaendana na sadaka, yaani majitoleo kamili. Inawezekana katika utumishi mtu akalazimika kutoa muda wake, kutoa mali zake, na hata akajinyima vitu vingi kwa ajili ya wengine. Yesu anawahakikishia wana wa Zebedayo kwamba kwa hakika kikombe atakachokinywea yeye, na wao pia watakinywea. Katika maandiko matakatifu, kikombe ni lugha ya picha
yenye maana ya gawio au fungu la mtu. Kwa hiyo kikombe kinaweza kuwa ni kikombe cha furaha au uchungu, kama tunavyosoma katika Zaburi ya 16 aya 5 ambayo inasomeka, Bwana ndiye fungu la posho langu na la kikombe changu, wewe waishika kura yangu. Katika utamaduni wa Kiyahudi kulikuwa kuna aina nyingi za vikombe, lakini leo tunajikita hasa katika kikombe cha mateso ambacho kinaambatana na sadaka ya kifo msalabani. Ndiyo kikombe hicho ambacho kwa hakika wana wa Zebedayo wanaahidiwa kwamba ndicho watakachokipata. Kwa namna ya pekee, mtume Yakobo ambaye aliuawa kwa kukatwa kichwa kwa amri ya mfalme Herode Agripa wa kwanza. Mbali na kuwa ni sadaka, utumishi unadai uvumilivu. Kama tulivyoona kwamba katika safari ya utumishi inaambatana na mateso ambayo wakati mwingine yanaweza kutukatisha tamaa na hata kuturudisha nyuma. Katika utume wake, mtume Yakobo alikutana na upinzani mkali, hasa kutoka kwa viongozi wa dini ya Kiyahudi na viongozi wa serikali ya Kirumi, kwa kuzingatia kwamba katika nyakati hizo za kanisa la mwanzo, kuwa Mkristo ilikuwa ni kama kesi kubwa iliyoambatana na mateso makali na hata kifungo, na wakati mwingine hata kifo. Kila mtu anaweza kuwa mtume kwa namna yake, kama baba wa familia au mama wa familia au mwalimu au mtumishi katika taasisi fulani. Hao wote katika mazingira yao wanahubiri Injili, na katika kuhubiri kwao Injili changamoto hazikosekani, kila mtu kwa nafasi yake. Kuna changamoto za kulaumiwa, kukataliwa, kutokukubalika, kupewa mashtaka ya uongo, kuonekana kila maamuzi unayofanya unakosea au unawaonea watu, hasa pale unapotekeleza majukumu yako kwa kuwawajibisha watu na mengine mengi. Leo tunapewa changamoto kwamba katika kuongoza na kutumikia hatutakubalika na watu wote. La muhimu ni kufahamu namna ya kusimamia ukweli na kutekeleza. Katika uongozi na utumishi, Kristo ndiye mfano au kielelezo chetu. Kwa kukubali kukinywea kikombe, wana wa Zebedayo wapo tayari kumwiga Kristo, hata kama mwanzoni hawaelewi aina ya kikombe ambacho wangekinywea. Inawezekana walitafsiri tu kikombe cha furaha bila kutafakari upande wa pili wa kikombe. Sisi pia tunashiriki nafasi hiyo hiyo ya mitume kwa ubatizo wetu. Maisha yetu yanapaswa kuakisi Ukristo wetu. Swali lile lile ambalo hawa ndugu wawili waliulizwa, je, mwaweza kukinywea kikombe nitakachokinywea mimi, ndio mwongozo wa maswali yale yale tunayoulizwa wakati wa ubatizo. Maswali yanayouliza kama tunaweza kumkataa shetani na furaha zake zote na mengine mengi. Kwa kuahidi kwamba tutamfuata Yesu, maana yake tulikubali kuwa wafuasi wake kabisa na kufuata mafundisho yake. Yesu alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini hakutenda dhambi. Hakudanganya. Alipotukanwa hakujibu kwa tukano. Alivumilia mateso, alikuwa mtii na aliyaweka matumaini yote kwa Mungu Baba. Kama tunavyosoma katika waraka wa kwanza wa mtume Petro kwa watu wote, sura ya 2 aya 23 hadi 24. Na hivi wajibu wetu ni kuishi kama Kristo alivyoishi. Katika safari yetu ya maisha kuna wakati pia wa kukinywea kikombe cha uchungu au kikombe cha mateso. Wakati mitume wakiwa pamoja na Yesu walifurahi kwa sababu mambo yalienda vizuri. Wakati wa mateso na hata baada ya kifo chake mambo yalibadilika. Kikombe kilibadilika kutoka kwenye furaha kwenda kwenye uchungu. Mitume walipigwa, walifungwa magerezani, waliteswa na mengine mengi. Ndivyo maisha yetu yalivyo. Kuna nyakati za furaha na nyakati za huzuni. Kwa bahati mbaya, wanadamu hatupende kusikia chochote kuhusu nyakati za huzuni au nyakati za mateso. Wakati wa kufunga ndoa kanisani, kila mtu anafurahia. Na wakati mambo yanaenda vizuri, hakuna anayemlaumu mwenzake. Mambo yanapobadilika, kila mtu anaanza kwenda kutafuta faraja sehemu nyingine. Tukiwa na afya njema, tunafanya mambo mengi. Na wakati mwingine, hata tunasahau kumshukuru Mungu. Kinyume chake,
Miili yetu inaposhambuliwa na magonjwa, tunaanza kukosa uaminifu kwake na kumkimbia taratibu na kuacha mafundisho yote ya kanisa tuliyofundishwa. Tunaanza kwenda kutafuta mafuta ya upako, na wakati huo tumepakwa mafuta na kuwekwa wakfu kwa ajili ya Mungu katika ubatizo wetu na kipaimara, tena bure. Kwa ujumla wake, tunataka kumfuasa Kristo bila kukinywea kikombe. Tunapenda kuyasikia yale tu yanayopendeza masikioni mwetu, kama Mtume Paulo anavyoeleza. Yaani, tunapenda kusikia injili inayohubiriwa ni injili ya furaha pekee, na sio injili ya mateso au injili ya msalaba. Siogopi kusema kwamba injili ya namna hii ni injili ya kitapeli. Ikiwa Kristo aliye mfano wetu alivumilia mateso, kwa nini sisi tunashindwa kuvumilia? Hakuna ushindi unaopatikana bila mateso. Magonjwa na dhiki kamwe havipaswi kututenganisha na upendo wa Kristo. Leo kama wafuasi wa Kristo, tujifunze kuvumilia taabu na mateso kama Kristo alivyokufa msalabani na kama mitume walivyoweza kustahimili hata katika magumu. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Zakaria Nyambeke wa shirika la wamisionari wa damu mtakatifu ya Yesu